Dada Asia, karibu sana. Asante. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Nimetokea Goba. Umetusikia wapi? Social media. Social media. Ndio. Nini kimekuvutia kuja kwetu? Kilichonivutia, mambo mengi yamenivutia kutoka kwenu. Kutoka kipindi cha Wanawake Live nilikuwa nawafuatilia. Ndio. Kipindi cha Wanawake Live mbona cha miaka mingi? Ndio, toka 2021 nawafuatilia. Ndio. Okay. Kwa kipindi chote hicho ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nafanya biashara ya mama ntilie. Ya kwako au ulikuwa umeajiriwa? Ya kwangu na pia nilikuwa nimeajiriwa. Unakuaje ya kwako au ulikuwa umeajiriwa? Nilikuwa nafanya mimi kama mimi, nikachoka kupika mwenyewe, nikaenda nikatafuta kazi. Ndio. Kwa hiyo ukaajiriwa kwenye nini? Hoteli. Hoteli. Ndio. Hoteli ya level gani? Ilikuwa tu ya kawaida. Hoteli ya kawaida. Iko wapi? Iko Tunduma. Iko Tunduma. Ndio. Okay. Kwa ulifanya kazi huko kwa muda gani? Nimefanya kazi miezi 6. Kwenye hiyo hoteli? Ndio. Na wewe mwenyewe mama Alisha ulifanya kwa muda gani? Mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Ndio. Haya, sasa umefanya biashara yako, ukatoka ukaenda hotelini, sasa umekuja Wadada Center. Kulikoni? Kwa nini uliacha biashara yako? Kwa nini umeacha hotelini? Kwa nini umekuja? Niliacha biashara yangu kwa sababu hela nayoitaka bado sijaipata. Ndio. Hela nayoitaka yaani haijafikia naotaka kufungua hoteli yangu, yaani catering yangu mimi kama mimi. Bado haijafikia kabisa. Naona bado. Ndio. Nataka niongeze mtaji ili niweze na hotelini. Hotelini nimefanya, lakini ilipofika mwezi wa Ramadhani tukasimamishwa. Kwa hiyo hotelini sio kwamba wewe uliacha, ulisimamishwa? Ndio, nimesimamishwa. Okay. Kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani hawapiki, ni ya Kiislamu. Ndio. Mwezi huu sasa hivi? Ndio, mwezi huu. Kwa hiyo ukaona usikae tu uje huku au? Ndio. Kwa hiyo umetokea Tunduma sasa hivi? Hapana, nakaa hapa Goba. Kwa hiyo huko ulikuwa unafanya kazi? Nilikuwa nafanya tu kazi. Umerudi lini Dar es Salaam? Dar es Salaam nimerudi sina muda mrefu sana, na kama wiki 2 toka nimerudi. Ndio. Kwa hiyo Goba kwa nani yako? Kwa shangazi yangu. Wazazi wako wako wapi? Walifariki. Familia yako nyingine? Familia yangu nyingine hapo Tanga. Wewe ni mtu wa Tanga? Ndio. Okay. Kwa hiyo Tanga kuna nani? Wadogo zako? Babu yangu. Nyinyi mmezaliwa wangapi? Tuko 3. Ndugu zako wako wapi? Wapo wanasoma, wengine wanasoma, wengine wanajitafuta hiyo. Ndio. Kwa hiyo lengo lako kabisa la kuja Wadada Center ni nini? Kuna tangazo niliona linatafuta professional dada ambaye anaweza mapishi. Ndio, nikavutiwa na hiyo tangazo, nikapiga simu, nikapewa maelekezo, nikafika hapa. Ndio. Kwa hiyo umekuja kutafuta kazi ya professional? Ndio. Okay. Vigezo vyake? Vigezo naona sijakidhi bado. Kwa nini? Sasa kwa nini? Kuna vigezo sijakidhi bwana. Wewe umesema kuna tangazo niliona. Ndio. La professional wa mapishi. Ndio. Mimi nikaja. Maana yake uliona tangazo lina vigezo ambavyo wewe unavyo, ndio maana ukaja. Kuna vigezo vingine vimeandikwa pale, vingine havijaandikwa. Hivyo vilivyoandikwa ni vipi? Wanasema professional dada anataka. Kwanza unajua maana ya professional? Ndio, najua. Ni mtu ambaye amesomea hicho kitu. Okay, wewe tuanzie hapo. Wewe umesomea? Mimi sijasomea, najua. Hujasomea. Tunakubaliana kwanza professional ni mtu aliyesomea hiyo taaluma. Picha inaanza wewe umesomea au hujasomea? Sijasomea. Hujasomea. Kwa hiyo tayari hapo kuna walakini. Ndio. Kigezo kingine. Sasa wewe nini kilikupa confidence? Kama unajua maana ya professional na unajua hii mapishi sijasomea lakini bado ukaja. Kitu kilichonipa confidence kwamba anajua kupika. Kitu kilichonipa confidence. Kwa hiyo nafikiri wasichana wengi hawajui kupika. Wanajua. Hata traditional wanakuja wadada wa kazi wa kawaida mtaani wale nafikiri hawajui kupika. Wanajua. Kwa hiyo nadhani ni kitu gani kinamfanya mtu awe tofauti mpaka alipwe mshahara wa professional uliona? Ndio niliona. 500,000 mpaka 800,000. Kwa hiyo mtu kama anaweza kulipa 500,000, nadhani Asia huyo mtu anatakiwa anajua kupika kwa level ipi? Kujua tu kupika, maana unavyosema nilipata confidence kwa sababu najua kupika.
Lakini wasichana wote wanaokuja kufanya kazi hizi wanajua kupika. Kuna viwango vya kupika. Ndio hiyo sasa. Kwa hiyo wewe una viwango gani ambavyo vilikuaminisha kwamba hii kazi ya professional unaweza kuipata? Na viwango vyangu vyako. Ndio. Okay, vyako lakini vya kwako ni tofauti na vya soko. Ndio. Ndio. Unaweza ukawa na viwango vyako ukasema mimi najua hiki, na kwa wewe ukaona unajua, lakini ukiingia sokoni unajikuta hujui. Si ndio? Ndio. Kwa hiyo sisi tunapenda kuwafundisha na kuwaongoza kwamba inabidi ujue soko linavyotaka, sio wewe unavyojua. Na uking'ang'ana na unavyojua wewe, ndio unajikuta unakaa pembeni. Unajua mimi nilikuwa najua kupika, unaingia mahali unakuta wewe unasubiri. Kuna watu wengine wanajua kupika kweli kweli, si ndio? Uzuri ni kwamba tunaweza kujiboresha. Cha muhimu ni kwamba usiwe ni mtu unayekata tamaa. Ukikosa kile ulichokuwa unakitarajia, unachukua kile ambacho kinakufiti kwa wakati huo. Ndio. Umeelewa nimesemaje? Umesema nikikosa kitu ambacho nilikuwa natarajia, naweza nikachukua kitu ambacho kinanifiti kwa wakati huo. Una akili. Sawa. Haya, karibu. Kwa hiyo vigezo vyako sasa, kwa experience ulioipata, hebu tuambie una vigezo gani kwenye kupika? Kwenye kupika kuna zile test labda. Kuna test ya chakula hiki, test ya chakula hiki. Ndio. Kuna aina nyingi ya vyakula yani. Kila chakula kina test yake. Asubuhi unapika vitafunio vingapi? Asubuhi kuna chapati. Unajua sio kuna. Najua hata mimi zipo chapati, lakini kuzipika sijui. Kwa hiyo nataka unazojua wewe, unachojua wewe. Chapati, maandazi. Chapati na maandazi. Ndio unavyovijua vizuri. Ndio. Vingine haujui? Vingine ni kwa bado najifunza. Ndio. Okay. Professional unatakiwa ujue vitu vingi, utaje vitu vya Kiswahili na vitu vya international kidogo. Yani hiyo level ni level ya watu ambao vyakula vyao pia sio vya kawaida. Mtu anayeachukua dada professional nyumbani kwake ni mtu ambaye nyumba yake inakaribia kama hoteli. Kwa hiyo unakuta hata zile vitu vya asubuhi breakfast zake ni za international kidogo. Kwa hiyo inabidi utanue ujuzi wako. Kwa hiyo sawa, unajua chapati na maandazi ambayo ni basic kwetu. Yaani dada wetu traditional hivyo vitu anatakiwa avijue. Lakini wewe unapotaka kujipima kwenye ngazi level za juu, ongeza ujuzi. Yaani uzuri ni kwamba sasa hivi kila kitu kipo rahisi kukijua. Ukiamua unajifunza na unajua. Haya, karibu sana dada Asia. Asante. Kwa hiyo unatafuta kiasi gani? Kiasi cha pesa? Sio kuja kutafuta hela. Kama 3 hivi. 3. Ukipata unaenda kufanya nini? Naenda kufungua catering yangu. Catering yako. Ndio. Okay. Itakuwa kuna chakula pamoja na juice. Okay. Na utaifungulia mkoa gani? Hapa Dar. Unataka kufanya hapa Dar? Ndio. Haya, karibu. Asante. Sasa huku kwetu tunafanya kazi kwa mpangilio maalum. Unaona hii? Ndio. Hii ni nyenzo. Hii ni nyenzo ambayo inasema unataka kulipwa zaidi, wewe unataka kulipwa zaidi. Umekuja na matarajio ya professional. Sasa kama unataka kuwa professional, hiki ndio kile chakula chako cha ubongo. Ukishakula chakula cha tumbo na chakula cha kiroho, wewe ni dini gani? Mimi Muislamu. Muislamu. Ukisha kula chakula cha kiroho, yani umesoma kama ni msafu, umeswali, si ndio? Sasa kuna chakula cha nini? Cha ubongo. Chakula cha ubongo. Cha kiroho ni mambo ya imani. Ili usiwe mdokozi, usiwe mwizi, uwe ni mtu mkweli, uwe mwaminifu, si ndio? Uwe na hofu ya Mungu. Hivyo ndio chakula cha kiroho. Ukiwa ni mtu ambaye unamjua Mungu sana, unasoma neno la Mungu, unaelewa Mungu anatukataza nini tusifanye na nini tufanye, hapo unakuwa ni mtu mwema kwenye jamii na hufanyi mambo mabaya. Hicho ndio chakula cha kiroho ambacho ni muhimu sana kwa binadamu. Chakula cha kimwili, ili tuweze kuwa na afya, lazima tule kwa afya, si ndio? Sasa kuna chakula cha akili. Watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Hata kama ni Muislamu, hilo neno utakuwa umelisikia, si ndio? Na wewe unataka ni mtu ambaye hutaki mambo ya chini, unataka mambo ya juu, unataka uwe professional, si ndio? Sasa sisi tumekutengenezeni huu mwongozo kwa dada ambaye kweli ana njaa na shauku ya kufika mbali. Huu mwongozo utamsaidia akiweza kuutumia katika maisha yake wakati anafanya kazi kila siku, na kisha unaingiza vitu kichwani
kama unavyoingiza chakula tumboni, si ndio? Kama unavyoswali unamkumbuka Mungu wako, pia unatakiwa ukumbuke jinsi ya kujifunza namna ya kufanya kazi kwa ubora. Kwa hiyo ukifanya hivyo, yaani ndani ya mwaka mmoja ukiwa na mwongozo huu, ngazi hiyo ya professional unaifikia bila wasiwasi. Lakini ukiendelea tu kufanya kikawaida, unaweza ukamaliza mwaka, unaweza ukapanda kidogo, lakini hutakuwa na maajabu. Ila ukitaka kuwa na maajabu na ukataka mwajiri au bosi au mtu yoyote akuheshimu na akuthamini na akulipe zaidi, inabidi wewe ulazimishe kwa kuongeza maarifa, kwa kuonyesha unajua na unajua kweli. Sawa sasa kazi yetu hapa ndio hiyo, kuwaongoza, kuwalea, kuwamenta ili muweze kufika level za juu. Mimi ni role model wenu kwa sababu nilikuwa dada wa kazi. Kilichonifikisha hapa ni maarifa. Naongeza maarifa, natafuta mbinu kila siku naongeza kichwani namna ya kuweza kuboresha kazi zangu. Kwa hiyo wadada watakuja kama wewe umekuja CS, wewe umenitafuta. Ukatafuta Wadada Center ilipo. Kwa sababu nimetengeneza vitu vizuri ambavyo vitawavutia muweze kuja kwa ajili ya ndoto zenu. Hamji hapa kwa ajili mnanipenda. Hamji hapa kwa ajili yangu. Mnakuja hapa kwa ajili ya ndoto zenu. Si ndio? Lakini ili niweze kufanya hivyo, lazima nijiboreshe. Kwa hiyo na wewe ili uweze kuja kufikia hatua ya kuwa na catering yako, watu waache catering zingine waende kwa Asia, lazima uwe na maarifa. Yaani kuna kitu cha ziada ambacho utakuwa unatakiwa ukionyeshe, ujitofautishe na wengine ili watu waweze kukufuata. Sasa lazima uongeze maarifa. Umeelewaje? Nimeelewa. Nimesema natakiwa niongeze maarifa kama natakiwa niwe na ofisi yangu. Sio tu ofisi yako. Kabla ya ofisi yako lazima uheshimu sehemu yako ya kazi na ufanye kwa bidii, ufanye kwa ubora. Kwa hiyo ili Mungu akupe ofisi yako, lazima hiyo ofisi ya mtu mwingine uifanyie vizuri. Kwa hiyo ili uweze kufanya vizuri, iwe ni kwako au iwe ni kwa mtu, kote lazima uwe na maarifa. Na kwa bahati mbaya sana sio watu wengi wanapenda maarifa. Watu wengi wanapenda kufanikiwa haraka, shortcut. Aje tu apangiwe kazi ya 500,000. Mambo ya maisha yako hivyo. Sawa? Hata wanaopangiwa hizo kazi ni watu ambao wameshajiandaa, wamejipanga, wamesoma, wana uzoefu, wamefanya kazi hoteli kubwa. Wewe nimekuuliza umefanya kazi hoteli gani? Mimi niambia si iko wapi, iko ya kawaida. Na watu wanafanya kazi hoteli kubwa kabisa, zile za juu kabisa. Na amekaa hapo miaka 3, 5. Kwa hiyo mtu uzoefu wake utafanana na wako asili? Hapana. Kwa hiyo kumbuka hilo kwamba maarifa ndio kitu cha msingi. Na hapa tutawafundisha. Una siku ngapi kituoni kwetu? Na siku moja. Sasa tutakaa wote hapa kwa ajili ya maelekezo, miongozo hii ya namna ya kwenda kufanikiwa kwenye hatua hii ya sasa na hatua zinazofuata. Ukiyazingatia hautakaa urudi nyuma. Ndio. Haya, karibu. Asante.